mlango wa 22 aya ya 14 mpaka 20. Luka Mtakatifu mlango wa 22 aya ya 14 mpaka ile ya 20. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Amen. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa kuwa umefanya agano jipya, agano la zamani, agano kukuu halikuweza kukidhi matakwa na masharti na matazamio yako. Ndipo damu ya Yesu inamwagika ili izalishe agano jipya, agano la kutuleta kwako, agano la kutupatanisha na wewe, agano la kutupatanisha sisi kwa sisi, tena agano la kutuita kwako sisi tusiofaa. Tunakushukuru kwa kuwa utaendelea kutufundisha katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae washarika. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Ni muda mwingine mzuri ambao Mungu anatupa nafasi hii kila mwaka kukutana wakati kama huu, kukumbushana juu ya uwepo wa chakula cha Bwana, kuanzishwa kwa ushirika mtakatifu. Najua unaweza ukawa unakumbuka tangu ulipoanza kushiriki chakula cha Bwana na mpaka sasa, hata uwezi kukumbuka mara ngapi umeshiriki Alhamisi kuu kama leo. Lakini itoshe kumshukuru Mungu kwamba ametupa nafasi leo, na Alhamisi ya leo katika ulimwengu wa roho si sawa na Alhamisi kama ya leo mwaka jana au miaka iliyotangulia. Alhamisi ya pekee, Alhamisi Mungu ametuwezesha, ametukumbusha, ametupa na umri zaidi, ametupa miaka zaidi, ametupitisha kwenye maeneo mengi, na hata sasa tunapokusanyika hapa tunaendelea kumwomba atupe neema, ikiwezekana mwaka kesho tena tushiriki siku kama ya leo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Katika habari hii tuliyoisoma, tunaona Yesu akiwa mwishoni kabisa wa huduma aliyoijia, huduma ya kuniokoa mimi na wewe, na sasa akikaribia kuelekea msalabani, siku chache tu kabla ya yeye kufa msalabani, muda mfupi kabla ya yeye kutolewa uhai kwa ajili yako na mimi, anakaa na wanafunzi
wanafunzi wake. Wanakutanika mahali kwa ajili ya chakula, wanakutanika mahali kwa ajili ya mazungumzo, wanakutanika mahali kwa ajili ya faragha. Ndipo katikati ya faragha waliokuwa nayo, Yesu anatoa alama hii ya mwili wake na damu yake. Na kama ilivyo desturi kwa watu wengi, kwa jamii nyingi, wakati wamekaa pamoja na ikitokea miongoni mwao anatoka au anakwenda mahali, ama tulikuwa na wageni wanaondoka sasa wanarudi makwao, ama unamwaga mwanao ama ni wa kike unampeleka kwa mume wake, na mambo mengi yanayofanana hivyo, watu hukusanyika na kula chakula pamoja. Watu hukusanyika na kunywa pamoja. Watu hukusanyika na kuzungumza na kufurahi, kama ambavyo ilivyokuwa wakati wa Yesu. Chakula kimekusanya watu. Mahali panapoliwa chakula pana maelewano, pana mazungumzo. Hakika panaweza pia pakawa na furaha, panaweza pakawa na amani. Chakula kimekutanisha watu, sio wakati wa Yesu tu, hata kabla na baada ya yeye kukutana na wanafunzi wake. Najua tumekutanika mahali kwa vipindi tofauti tofauti, tukala na kunywa na kuzungumza, kama nilivyosema, na matukio yanayoambatana nayo kwa njia ya chakula. Hata wengine walisema sherehe ni chakula. Sherehe ikikosa chakula, basi inakosa maana ya sherehe. Kikutana watu wawili watatu, mkiwa na uwezo wa kula, panaongeza pia mshikamano zaidi. Tunayo mambo zaidi ambayo tunayaona hapa, pamoja na hilo la kukusanya watu. Tunaona katika kula na kunywa, Yesu anaanzisha huduma hii ya kiroho. Anatumia vyombo vya kawaida, anatumia vitu vilivyozoeleka kwenye jamii. Anatumia mkate. Watu tunajua mkate ni chakula kikuu au ni chakula cha thamani kubwa kwa jamii ya Kiyahudi. Waisraeli hupenda kula mikate, na mikate yao ni tofauti na hii tunayotengeneza huku kwetu. Mikate yao ni mikate mizito, mikate inayojaa wanga kwa wingi. Na katika jamii kula mkate halikuwa jambo la kigeni. Tungesema kwa leo ni chakula kikuu kwa mazingira haya ambayo Yesu Luka anayaelezea hapa.